sababu zilizokuja kufanyika waitaka walinde. Kuna makosa yote yalifanyika kiulinzi ndio ambao yanafanya Simba wapigwe, ama ni quality imeamua mpaka goli mbili ziweze kupatikana? Nahisi ni makosa ya kiufundi kwa sababu ukiangalia katika magoli yote mawili unaweza kuona kama kuna ukiukaji wa misingi sasa yote mawili. Na sio kwa Simba tu, kwa hata Esperance pia. Sababu eneo ambalo mara nyingi huwa ni eneo ambalo ni tata au eneo ambalo linakuwa dangerous kwenye mpira. Sasa kwenye timu ikiwa na progress mpira huwa ni half space na zone 14. Yaani ni maeneo ambayo yanakuwa matata sana kwa sababu ni maeneo ambayo yanaweza kusplit timu yoyote. Sasa ukiangalia Esperance kipindi cha kwanza, goli la kwanza anafunga Kapombe. Ile pasi ambayo ilipitishwa na Aula kwa Kibabage, unaangalia kwamba wachezaji wa Esperance walikuwa hajaweka pressure kwa Aula pale kwa sababu alikuwepo na Chama ka drop, Aula akabaki, wachezaji wakawa wanavutika kumfuata Chama. Akapokea free kwenye hiyo half space, akatoa pasi. Ukija kwa Simba goli la pili wanaofunga hivyo kwenye half space, yule Bolia anapata mpira ana feint mtu wa kwanza, mtu wa pili, unaona hamna mtu anakuja kumwekea pressure mpaka anapata maamuzi ya kushuti kwenye ile eneo. Kwa hiyo unaona kwa kuna ukikwaji kidogo wa misingi. Lakini kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba hamna kitu kigumu sana kama timu ambayo imezoea kupossess ikiamua ikabe. Kitu kigumu ni kigumu sana ambayo inapossess, yani ambayo inacheza mpira wa kupossess au ina wachezaji ambao wanapenda kupossess wakiamua wakabe, kwa sababu kukaba ni swala ambalo linahitaji concentration ya hali ya juu sana. Ni tofauti na kushambulia. Kushambulia kuna vitu vingi vinaweza vikatokea tu kwenye kushambulia na alternatives zinakuwa nyingi, lakini kwenye kukaba kuna misingi yake ambako hiyo misingi ukikiuka kidogo tu, ukikutana na wachezaji ambao wanakuwa wako vizuri, wanaweza wakakuadhibu. Kwa hiyo binafsi naweza nikamwona Steve Barker kwamba aliona goli mbili ni nyingi na ana uwezo wa kuziretain. Kwa hiyo hizi dakika 45 kwa sababu Esperance hawakuonesha kipindi cha kwanza kwamba wana uhatari wowote, basi tujaribu kuwa contain. Lakini sasa kwenye kuwa contain unatakiwa upeleke maeneo ambayo wao hawako vizuri. Lakini unaposema wa contain lakini wapi pressure, inamaanisha unawaruhusu wa kufungue. Na naweza nikasema kuumia kwa Yusuf Kagome inawezekana ndo kuliwapo rahisi zaidi Esperance wa kufanikiwa kwenye plani yao ya kwenda kuwashambulia Simba, kwa sababu ukiangalia Yusuf Kagoma ni mmoja wa wachezaji ambao kwenye ligi yetu hapa Tanzania ukiwataja wale ball winners nahisi anaweza kaepo Kagoma na Damaro. Sijaweka kichwa changu sawa kuangalia wachezaji wengine, lakini kwa haraka kwenye hizo timu zetu mbili hao ndio certified ball winners, kwamba una uhakika kwenye mechi ana uwezo wa kuilinda ile safu yako ya ulinzi. Kwa hiyo alipotoka Yusuf Kagoma anaingia na Bikama, ndio game kama ilibadilika, na ukiangalia na Bikama la kidogo unaona alikuwa na ile discipline, kwa sababu unakuta sometimes Simba alikuwa anashambulia kwenye unaona baba kwenye transition wanapanda juu wengi, unakuta na Bikama naye amepanda, kwa unakuta Hassan Kante ndo amebaki nyuma. Unakuja unajiuliza sasa huyu na Bikama ambaye ameingia nafasi ya Kagoma baadaye ndo a hold position yake, awalinde center backs wake, yeye ndo ana roam uwanjani. Kwa hiyo anaacha zile free spaces ambazo Esperance walikuwa wanazi exploit. Kwa hiyo mwisho wa siku hicho ndo kimefanyika, hauwezi kulaumu sana. Lakini binafsi huwa sifagili sana timu zetu hizi za sasa, hizi timu zetu za Tanzania au timu ambazo kidogo madaraja yao hayako juu sana kujilinda, kwa sababu kujilinda kunahitaji mistake. Tuseme zinafanya mistake nyingi sana. Mistake nyingi kwa sababu sio haiba yao. Okay, Wakanda. Kuna watu ambao wanaamini sabu zilizofanyika za Simba ndo zimegharimu kiujumla maisha ya mnyama hata kupata alama 3 ambazo zinapigiwa kwenye hesabu ya alama 9. Nabi Kamara amemtaja hapa, aliingia kuchukua nafasi ya Yusuf Kagoma, ambapo yeye anaamini kwamba turning point of the Esperance ilianzia pale. Ismail Olivier Toure aliingia kuchukua nafasi ya Wilson Nangu ilikuwa dakika 62. Esperance wapata goli dakika 64 na dakika 79. Na goli la pili lilipatikana, Mwalimu kaingia kwa Kibu, Mpanzu kaingia kwa Libase Goi, Morris Abraham kaingia kwa Alassane Kante. Kulikuwa kuna gap waloanza na waloingia. Kwa nini tusitoe credit ambapo kimbinu kuna zungumzia kwamba hizi game kila mtu alikuwa na momenti zake. First half ilikuwa na Simba, second half ilikuwa na Esperance. Tutoke na lipi? Sababu zimegharimu ama watu waligawana vipindi, hata kama hawa wangesalia bado Esperance ni kama ule muda waliutaka sana. Cha kwanza kulikuwa kuna sababu mbili za lazima. Sidhani kama ilikuwa ni plani ya mwalimu kumtoa Yusuf Kagoma. Yaani Yusuf angekuwa fit, sidhani kama mwalimu alikuwa anamtoa Yusuf, kwa sababu Yusuf alikuwa anamhakikishia kwamba
hawa Esperance kama wanakuja wapite pembeni. Hapa katikati hawapiti. Kwa hiyo hicho ndo ambacho unaweza kusema kilikuja kuigharimu Simba. Kwamba baada ya kutoka kwa Yusuf ambao pia ilikuwa ni sabu ya lazima, ndiko ambako kulifanya kama kulitengeneza mazingira ya Esperance sasa kuanza kuenjoy lile eneo la katikati, kwa sababu hapakuwa na mchezaji mwingine wa Simba ambaye anapenda kwenda kugongana kwenye zile challenge. Yusuf si muoga. Pale ambapo utakuja yeye unaweza kumkuta pale pale unapoanza kumfanyia dribbling, kuna muda anacheza technical fouls, kuna muda anafika kwenye kuchapa tackling, kuna muda yani Yusuf anapenda hizo challenges. Kwa hiyo Esperance akapata faida kwamba yes, ametoka Yusuf, ameingia Nabi Kamara ambaye kuna muda wanacheza interchanging role yeye na Kante. Hawa wote wawili hamna hata mmoja anayependa kwenye physical battles. Yani ni watu ambao ikitokea sasa scenario kwamba yupo karibu na tukio, basi ndo anaweza akaenda kuweka challenge, anaweza akaenda kuweka msuli, lakini sio mtu anayependa kwenda kuhakikisha kwamba mpira ninakupora wewe mpinzani wangu. Kwa hiyo ilikuwa ni sababu ya kwanza mbele wa gharimu Simba, japo uweze ukaipeleka fault kwa mwalimu, kwa sababu hata ukisema option sahihi nyingine nje ilikuwa nani? Huoni hakukuwa na option nyingine nje kwa Simba kwenye ile position. Sababu nyingine ilikuwa ya Wilson Nangu na Ismail Toure, ambayo ya lazima, nayo ilikuwa ni sababu ya lazima. Wilson kwa bahati nzuri sana kwenye tangu amejiunga na Simba amekuwa solid vibaya mno. Ulikuwa ukimtazama Wilson anavyocheza inamruhusu kwanza Nixon kufanya overlap movements, kwa sababu hata pale ambapo Simba atashambuliwa kwenye counter, Wilson anafika kwenye lile eneo, anaenda kucover lile eneo kwa haraka. Yes, ni beki wakati, na bahati nzuri Simba anamtumia kama beki wakati wa kushoto, kwa sababu anatumia pia mguu wa kushoto. Inamrahisishia sana yeye pale ambapo kuna challenge imepelekwa ule upande ambao Nixon anakuwa amefanya overlap movements, yeye anaweza kwenda kuwai, either ataenda kumchelewesha mshambuliaji au mpinzani wake anayetaka kulishambulia, ama ataenda kuupora kabisa mpira, ama ataenda kuupiga nje ule mpira. Kwa hiyo Simba anakuwa salama. Alipoingia Ismail Toure ni upande ule ule, goli limefungwa upande ambao Wilson alikuwa anacheza. Upande ambao ameingia Ismail Toure akaenda kucheza kama beki wakati wa kushoto. Ukitazama mazingira yaliyopelekea Simba kufungwa goli yanaanzia katikati. Ule mpira umepigwa pasi, wampigana Esperance pale 1-2 katikati, wame drive pap, mpira umepelekwa kwa beki wakati wa kushoto. Bahati mbaya ama bahati nzuri tunarudisha credit kwa Bwalia. Pale hamna kumlaumu. Ismail amepunguzwa, Bwalia ameseti tena, kapeleka mpira far post kamba. Kwa hiyo katika magoli ambayo Simba alifungwa hapa hamna sehemu ambayo unaweza kusema kwamba sababu alizozifanya mwalimu ndizo zilipelekea matokeo ya aina ile. Ni credit tutarudisha kwa Esperance, lakini kwenye zile sababu za mbele kitu pekee ambacho naweza question Steve ni kwa nini Kibu badala ya Selemani kwa dakika zaidi ya 70? Kwa sababu hapakuwa na impact ya Kibu. Yani ukisema kwamba labda unataka kumtumia kama false number 9, labda aje chini achezeshe timu, hakuwa na hiyo impact. Ukisema labda asimame kwenye 18 umdondoshe mipira, hakuwa na hiyo impact yoyote labda ya kuisumbua safu ya ulinzi ya Esperance. Kibu tangu amejiunga na Simba, sehemu pekee ambayo amekuwa productive ni kwenye mapana ya uwanja katika harakati za kutengeneza mazingira ya chaos. Yani kuna muda unahitaji tu mchezaji ambaye analeta vurugu uwanjani. Kwa hiyo kumtumia Kibu kama namba 9, either namba 9 asilia ama namba 9 kivuli, ni kupunguza idadi ya wachezaji walio active uwanjani, hasa kwenye game kama hii ambayo eneo la kukimbia ni dogo. Yani Kibu mpe mapana ya uwanja ambako wanapata zaidi ya mita 5, mita 10 za kukimbia. Lakini ukishamweka eneo la katikati, ni mchezaji ambaye umempunguzia eneo la kukimbia. Bahati mbaya sana si mzuri technically kwamba utampa mpira anaweza kumanuva kwenye pressure ya watu wawili watatu. Kwa hiyo changamoto ilikuwa pale. Kuingia kwa Selemani labda kungeweza kuwa na athari iwapo Simba angeamua kwamba sasa Selemani ingie, labda una dakika zako 45 ama dakika zako 40 ama dakika zako 35, kasimame kwenye 18. Kwa sababu Esperance wametuzuia kupita kwenye hizi channels za katikati, tutaanza kudondosha mipira ya cross. Una urefu, unafanana urefu na mabeki wa Esperance, at least unaweza ukatengeneza mazingira ya kwamba mipira mingi inayopanda juu unairudisha kwenye level ya 50 kwa 50. Kwa sababu Kibu alivyokuwa kwenye ile position ya katikati, ile mipira inayopigwa ya cross haikuwa tena kwenye mazingira ya 50 kwa 50. Yani pale ilikuwa ni Esperance ana uhakika wa zaidi ya 90% na win ule mpira, Simba na 10% tu. Kwa hiyo ukimwingiza Selemani, it means kuna hiyo fairness utatengeneza kwamba Selemani kuna mpira anaweza kaenda juu akawin. Kuna opportunity moja nzuri sana ilikuwa kipindi cha pili wakati Simba yuko 2-1. Cross upande wa kushoto. Aniseta amefaint pale, amerudisha kati, imemwaga maji katikati. Kibu alikuwa aliruka panza peke yake akashindwa kuukuta ule mpira. Unajiuliza what if angekuwa ni mshambuliaji asilia kwenye ile position, labda sasa hivi tungekuwa tunapiga story tofauti. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kuchelewa mwalimu anakaa na wachezaji of course kwenye uwanja mazoezi. Inawezekana Kibu anashawishi zaidi kuliko hataki na Selemani Mwalimu.
sisi tunapata maybe faida ya dakika chache hizi za mashindano kwenye game kwenye mashindano rasmi, lakini wanachokifanya uwanja wa mazoezi na ndiko kikosi kinachopangwa, mwalimu ndo anayeweza kwa. Ni kweli, nakubaliana na wewe kwamba mwalimu anakaa. Tuamini kuna mchezaji wa mazoezi na wa mechi. Yani tukiachana na hiyo logic, ni kweli brain. Mimi mfano mimi sikuwa mzuri sana mazoezini. Ila kwenye mechi utanitaka. Maana nasema brain. Mimi siendi mbali na mawazo yako kwamba ni kweli mwalimu anakaa na wale wachezaji muda mrefu. Lakini hebu turudi tuongee kitu cha uhalisia. Kibu sio productive kama akisimama namba 9. Yani kwa mtu yoyote ambaye anafuatilia mpira tangu tunamjua Kibu, msimu ambao alionyesha umashuhuri kwenye ile position alipokuwa Mbeya City, tangu amejiunga na Simba Kibu hajarudi tena kwenye ile kukua na hiyo faida. Na Mbeya City kwa sababu pia alikuwa anacheza namba 9, anacheza nje ya boxi, kwa hiyo anapata hiyo faida kwamba atazunguka maeneo mengi. Yani Kibu mpe eneo la kukimbilia, yani Kibu usimlimit kaeneo kwamba utacheza kwenye kaeneo kadogo. Kwa hiyo mimi inawezekana ni kweli Steve anakaa na Kibu mazoezini, lakini kama Steve anamuona Kibu namba 9, huo ni uongo. Na mimi hapa nataka nimunge Wakanda kwenye hicho anachokiongea. Ukiangalia mechi ambazo Steve Becker amemtumia Kibu kama namba 9 ni mechi ya Mashujaa pamoja na hii mechi ya leo. Utagundua